Na asante sana mpenzi mtazamaji wa matangazo na makala ya Tukutan TV. Matumaini yangu kwamba wewe ni mzima wa afya, na nimetumaini kwamba tumekutana tena siku ya leo angalau tukwende kukuletea yale ambayo yanaendelea haswa katika mashariki mwa nchi ya Kongo kuhusiana na hali ya usalama iliyopo katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini na mkoa wa Kivu ya Kusini. Hapo nyuma tulikwenda kufanya uchambuzi kuhusiana vita, na siku baada ya siku tulikwenda kuletea matokeo ya jeshi la wazalendo au FARDC kwenda kuingia katika moja ya vijiji vya tarafa la Walikale, na vile vile tulikwenda kufanya uchambuzi wa mikataba ambayo inakwenda kusainiwa na viongozi mbalimbali haswa Sadeke na magaidi wa M23 ambao wanapendelea mpaka sasa kuviacha vita na kutaka amani. Mikataba yote hiyo ni kwa ajili ya kutafuta amani na kutafuta mauaji katika nchi ya Kongo, na raia wanaendelea kulalamika na kulia kila siku hali ya usalama mdogo unaoendelea katika mji wa Goma na Bukavu, na vile vile kwenda kuonyesha hali ya masikitiko kulingana mauaji ambayo yanaendelea siku baada ya siku. Na leo tuko na moja kati ya wachambuzi au wafanya siasa au niseme raia ambaye atakwenda kujitambulisha mwenyewe mbele yako. Mimi ni Dinamike Malembe wa Tike TV, na hii ni runinga ya Tukutan TV. Tupo mashariki mwa nchi ya Kongo, ni ndani ya Kivu ya Kusini. Ndugu jambo. Jambo. Labda ungejitambulisha mbele ya watazamaji wa kutambua unaitwa nani? Asante sana kwa kuweza kunikaribisha. Kwa majina naitwa Bile Sukonore, niko mwananchi na mmoja ambaye anachambua kuhusu mambo ya haki ya kibinadamu na kuhusu hali ambayo inajiri katika Jamhuri ya Kongo na hasa sana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana ndugu Bili Honore, kama unavyotoka kujitambulisha kwamba wewe ni mmoja kati ya wananchi ambao ni wafuatiliaji wa masuala ya haki ya binadamu vile vile na siasa ya nchi yako kama vile mzalendo. Siku ya leo tungependa tufanye mazungumzo kidogo au uchambuzi kidogo kuhusiana na swala la mkataba au tuseme mkataba wa amani unaoendelea haswa mashariki mwa nchi ya Kongo mjini Goma. Mjini Goma wiki iliyopita kulikwenda kufanyika na mkataba wa kutafuta amani, ambapo magaidi walikwenda kudai kwamba wao wamekwenda kuacha vita na wanahitaji amani katika nchi ya Kongo. So walikwenda kufanya mkataba wao wa amani na viongozi wa Sadeke. Lakini kitu ambacho kinakwenda kushangaza ni kwamba mpaka sasa vita vinaendelea katika mikoa mingine au vijiji katika jimbo la Kivu ya Kaskazini na jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa upande wako, je, unaona hapa kuna kutafuta amani kweli au la? Asante sana kwa swali hilo. Kulingana na kila kitu au hali ambayo tunayaona yanapojiri katika mashariki mwa Kongo, na kulingana na hayo ambayo umesema, wakati jeshi la Sadek ambalo linaitwa Sami DRC pamoja na hao magaidi wa M23 na AFC M23 wameweza kusaini. Kitu cha kwanza ambacho waliweza kusaini, Sadek waliona ya kwamba wao wana vyombo vingi ambavyo walijua vyombo hivyo kuna magari, kuna silaha na kuna aina nyingi kabisa vya vyombo ambavyo wao walikuja navyo kama jeshi, na wakati wamekaa humo mji walikuwa wako chini ya himaya ya waasi. Na wakati walipokuwa wako chini ya himaya ilionekana ya kwamba kunaweza kukawa vurugu na vitu hivyo, wakaona kuna dalili fulani ambalo wao waasi au magaidi wanajaribu kuvishikilia, na wakati wangeanza kuripoti au waweze kutumia nguvu ingekuwa si vizuri. Sasa kwa kuweza kutumia njia ambayo labda inaweza wasaidia na vyombo hivyo vitoke kwa amani kulingana na masharti ya Umoja wa Mataifa, vyombo vya Sadek ambavyo kulingana na sharti za kimataifa ilibidi waongee na wale watu ambao wako pale. Mnajua halo ni jeshi la kuja kuleta amani, si jeshi ambalo liko hapa kwa sababu ya kufanya shambulizi fulani. Wana mandate. Sawa. Bwana Bili, uko nako kwenda ndo tunahitaji maana tuelezie sasa na uwaambie watazamaji. Sasa Sadeke kama vile jeshi ambalo limekuja kutafuta amani na umekwenda kusaini mkataba wa amani. Sasa inakuwa vipi unafanya mkataba wa amani na mwenzako au jirani yako alafu jirani anaendelea na mashambulizi? Huko kuna amani? Sawa, na nashukuru. Jambo la kwanza lilikuwa kwanza wasaini ili vitu vyao viondoke kwa amani kwanza. Hilo ndio la kwanza. Jambo la pili, wale magaidi wao wajawa na usalama
Goma. Hatuwezi kusema ya kwamba wamesaini mkataba wa amani kikamilifu. Mimi siamini, kwa sababu watu kama wale wana mambo yao ambayo ni ya chini kwa chini. Mkataba aswa haukukua kwa sasa hivi kuleta amani, ulikuwa mkataba wa kuweza kuviondoa vyombo vya vya SAMI DRC pamoja na ile hali wakae kwanza kwa sababu ya kutengeneza ile airport ya Goma. Ina maana pale hakuna mkataba wa vita kuisha. Mimi sijauona kulingana na uchambuzi ambao nimeona kuja kuwa, kwa sababu ingekuwa ndio hivyo hivi tungekuwa tumeona vita vimekata. Mimi siamini kama kuna huo mkataba, kwa sababu mkataba ungekuwa vita vingekoma, walikali wanapigana. Na kingine, mbona mkataba ulikwenda kufanyika hakukuwa na viongozi wowote wa nchi ya Kongo? Kulikwenda kufanyika mkataba wa SADC na magaidi wa M23. Siamini kama serikali ya Kongo kwa sasa hivi kwanza imekataa kuongea na hao magaidi. Itakuweko namna gani? Lakini nafikiri kwamba tarehe 9 za mwezi wa 4 kuna moja kati ya matangazo yanayopita na habari kwamba kutakwenda kufanyika na mkutano wa ana kwa ana kati ya serikali ya DRC na magaidi wa M23. Najua serikali imeongea hivyo, nimesikia habari kwenye mitandao kama wewe ambao wamesema kutakuweko na hayo mazungumzo kati ya M23 kutoa AFC pamoja na serikali ya Kongo, lakini Kongo inasisitiza ya kwamba wakati atakuwa Doha Qatar, anajua wale ambao anaongea nao si magaidi wa M23 lakini ni Rwanda, kwa sababu kila mara Kongo inakataa, haijawahi kuongea na M23, na vita ambavyo viko mashariki si M23 lakini ni jeshi la Rwanda. Ni jeshi la Rwanda. Ndio. Mchambuzi au tuseme mwanasiasa, tuseme mwananchi, bwana ulisema Bile Suku Honore. Kulingana na hali inavyoendelea mpaka sasa mashariki mwa nchi ya Kongo, ni kwamba hali zinavyoendelea kuzidi kila mara, vita kuendelea mashariki mwa nchi ya Kongo, jeshi la taifa FARDC au tuseme serikali ya Kongo endelea kila mara kupeleka malalamiko kwenye Umoja wa Mataifa kwamba Umoja wa Mataifa uangalie hili swala na wasitishe hili swala. Je, ile hali raia wanasema kwamba kwa nini serikali iombe Umoja wa Mataifa kuliko serikali yenyewe ijamulie kwanza kupiga magaidi? Kwa uhakika hiyo ni sahihi. Serikali haipaswi kuwa na lalama kuomba Umoja wa Mataifa, kwa sababu najua tangu mwaka wa 1999 mpaka wakati huu tunaosema, kila mara serikali ya Kongo inalalama kila wakati ya kwamba tunataka Umoja wa Mataifa. Si swala la Umoja wa Mataifa, hapa ni government itumie mashambulizi kwa kuweza kuondoa hao waasi. Hiyo ndio jambo la maana sana, na ndio maana unaona kila mara wazalendo wanajihisi ya kwamba wao wako katika hayo makubaliano yao, na kila mara kusema serikali inangojea Umoja wa Mataifa. Wao ni wananchi na wana ile huzuni wa nchi yao gisi inavamiwa na nchi jirani, na ndio maana hawako tayari, wako pale kupigana. Kama jeshi inashindwa, wao wapigane. Siko tayari kwa Kongo kusema kila mara Umoja wa Mataifa itie jeshi na vifaa. Ninavyofikiri kwamba nilipata kufuatilia zaidi sana kwamba rais wa DRC alikwenda kuzungumza kwamba uwezekano wa kwenda kuvianzisha vita anao, lakini anakwenda kuangalia vile na damu kwamba kuanzisha kwake vita au jeshi la taifa la Kongo likijihusisha katika kuhitaji vita zaidi sana italeta hasara tena kwa raia waliopo katika maeneo ambayo yako chini ya uangalizi wa magaidi wa M23. So rais wa DRC alikwenda kusema kwamba atakwenda kumaliza vita hivi katika mazungumzo ya amani chini na chini, na kuhitaji Umoja wa Mataifa kuingilia kati ili swala. Kwa upande wako na raia pia, je, ili haiwezi kuwa ni njia sahihi ya kutafuta amani? Na najua tunaangalia percent kubwa ya raia wanapotoa maoni yao, raia wengi hawaunge mkono jambo hilo. Ndio. Raia wengi wanaomba serikali ifanye vita, kwa sababu ukiangalia hii jeshi la hawa waasi wa M23 tangu walianzia mwaka wa 2013 ilipobadilika kutoka CNDP, hawajawahi kutoka katika jiji bila kuwa na mashambulizi, na ikiwa wanatoka ni wanatumika macho ni kudanganya watu. Serikali inapaswa itumie nguvu, si kama iko tayari kutumia nguvu iweze kuwasaidia wale ambao wanaitwa wazalendo ambao wanaunga nchi yao mkono. Hiyo ndio ni ambayo ninaweza kusema. Na asante sana Bile Suku Honore. Kama kabla ya kumaliza na kusitisha uchambuzi huu kuhusiana na mkataba
unaokwenda kusainiwa wa amani kila mara na wakati vita vinaendelea. Unajihusisha vipi na harakati za wazalendo waliopo katika maeneo ya mapambano mpaka sasa? Raia, tukirudi tarafani Fizi na matarafa mengine, raia wanakwenda kuchukulia vita kama swala la rahisi sana, na kusema kwamba wao wanahitaji wazalendo waingie haraka sana, waingie mjini Bukavu, jambo ambalo haliwezi kawezekana. Na hivyo wazalendo kila mara wanakuwa wanaambia raia kwamba watulie na waachie wao vita, wao ndo wanapanga vita. Ili swala la kuto kuingia Bukavu kwa haraka, kwa upande wako unalitathmini vipi? Unaona, kwa kusubiria nyoka iweze kutoka pangoni, unampa muda wa kuweza kumng'ata mtu. Jambo ambalo ningeomba ni kujaribu kuangalia adui. Tunaweza tukaikae hivi, adui labda yuko anaendelea kujiandaa. Mimi kwangu sioni vizuri kuendelea kuvumilia adui na wakati yeye anajiandaa. Na tutaonesha kidogo wakati tunaongea kwamba kusubiri government mpaka labda watengeneze. Leo hivi mashambulizi yanaendelea Walikali, magaidi walidanganya ya kwamba wametoka Walikali, lakini waliendelea. Ningeomba tu hawa wazalendo ambao wana uchungu na nchi yao wajiandae vikali ili adui aweze kuondoa. Kama umesema ya kwamba rais amesema anaogopa kuweza kumwanga damu, zile ambazo zinamwangika mji ya Goma na Bukavu kila uchao, watu wanauawa, wengine wanakutwa wamekatwa vichwa na watu wanapigwa risasi kila uchao, hiyo ndio damu haimwangiki. Na asante sana ndugu mtazamaji, kama unavyoendelea kufuata mazungumzo yetu na tuseme mwananchi huyu ambaye yeye ni mara nyingi sana wanafuatilia diplomasia na masuala ya nchi yake na kupenda kujua siasa kwa ndani na haki za kibinadamu. Tulihitaji kuuliza swali kulingana na mkataba ambao unakwenda kusainiwa kila mara na viongozi mbalimbali ambao wanatafuta amani kutawala katika nchi ya Kongo na mashariki mwa DRC. Lakini jambo ambalo linakwenda kushangaza ni kwamba mpaka sasa mikataba ya amani inaendelea kusainiwa kila mara, lakini amani hakuna inayoonyeshwa kwamba kuna amani. Vile vile magaidi wa M23 wamekwenda kusema kwamba wao wamekwenda kusitisha mapambano mashariki mwa nchi ya Kongo na kuviondoa vikosi vyao, lakini cha kushangaza mpaka sasa mapambano bado yanaendelea katika tuseme matarafa mbalimbali ya Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini. Hivyo tulikuja tufanye uchambuzi kidogo kuhusiana na swala hili. Itakuwa vipi amani kwende kusainiwa na wakati vita vinaendelea? Bwana Bili Suku Honore, tukikwenda kumaliza uchambuzi huu, labda tungekuuliza neno lako la mwisho kuhusiana na mkataba huu wa kila mara na vita hivi ambavyo vinaendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Kwa upande wako kuhusiana na vita hivi mashariki mwa nchi ya Kongo, unafikiri vinaenda wapi na vinarudi wapi? Kwa sababu siku baada ya siku raia hawaelewi vita vinaenda wapi. Mara utasikia leo wazalendo, utasikia jeshi la taifa FARDC wako Walikale, kesho unasikia magaidi wa M23 ndo wako Walikale, utasikia hivi. Ina maana vita havieleweki. Sasa kwa upande wako kama vile raia na kama raia wengine wanaokwenda kuchambua vita haswa vya mashariki mwa nchi yako, kwa sababu havifanani kuwa vita, unafikiri vipi jambo hili? Asante sana. Kwetu tunaona kuna mchezo ambao unachezwa, karata ambao raia labda hauelewi, na ndio maana raia wengi wanalalama. Ndio. Jambo la kwanza, mikataba ambayo inasainiwa, wengi wanatafuta maslahi yao, na wanapoona wariziki tena wanakuja wanaanzisha jambo lingine ili vita viendelee. Yaani vita mashariki mwa Kongo na DRC imekuwa kama vile dili, na ndio maana unaona kila uchao kunakuwa na mikataba ambao wanasaini. Huyu anakuja analeta kikundi, huyu analeta mambo yake, wanasaini. Yani wanasaini ile mikataba, inakuwa kuna unafiki, hawakubali na wana maslahi yao, na inakuwa kama vile mchezo ambao tunachezewa sisi raia. Kwetu sisi inatuumiza. Cha pili ni kuonesha ya kwamba kama vita haviishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuna watu wengi ambao wamo ndani kuanzia labda ngazi fulani ambazo hatuelewi, na watu wengine ambao ni wakongomani halisi ambao wako vianzilishi vya kuleta hii. Kama leo tumeumia ni kati ya wakongomani ambao wako ndani wanafanya haya mambo yaendelee kuongezeka ili wao wajilimbikize mali, watajirike, na huko raia wa mwisho au raia wa mwisho aendelee kuasirika. Na ndio maana vita haviishi, na ndio maana tungeomba cha kwanza serikali ingekuwa na jeshi thabiti. Ona jeshi kisi limefanya
Kama limefikia hivi, kuna watu fulani wafanya siasa ambao wameingiza dili zao ili wanajeshi waweze kuikaa bila kupigana. Tumeliona. Kabla sija kukata, ni sababu mojawapo ambayo rais wa nchi ya Kongo alikwenda kuitisha vyama vyote pinzani na vyama vingine vya kisiasa na raia wote kuungana pamoja, kwa sababu vita hivi sio vita vya mtu mmoja, bali ni vita vya Kongo mzima. Labda raia watakwenda kujihusisha na masuala ya kusema kwamba ni vita vya chama fulani, japokuwa ni vita ambavyo vinahusu nchi mzima, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa je, swali ni kwamba hao ambao wameitwa ndio kabisa wana uhakika wa kuleta, wao nao wasije wakati wanakuja ili tuweze kuzungumuza swala la kuleta amani. Najua nimefuata wafanya siasa karibia 3 au 4, kila ambacho wamesema, wengi wanasema ikiwa kuna mazungumuzo ni wakongomani wakae chini waone namna gani watamuondoa adui. Liwe swala kubwa katika mazungumuzo, lakini sio swala la kuweza kugawanya madaraka. Liwe swala la kujua huyo adui ambaye yuko katika Kongo, unajiita huko mpinzani, unajiita huko mtu wa shirika la raia, unajiita huko wa government au mwananchi yoyote, tukikutanana pamoja, jambo ambalo litatuma sisi tuonane ni la kusema huyo adui ataweza kutokaje katika Jamhuri ya Kongo, tutaweza malizaje, lakini isikue kwa sababu ya kukutanana juu ya kuweza kugawanya madaraka au sehemu ya vyeo. Bile Suku, labda swali la mwisho, amani itapatikanaje katika masuala haya ya vita mashariki, kwa sababu na nchi mzima ya Kongo, kwa sababu kila siku kukicha ni kwamba viongozi wa vyama mbalimbali wanakwenda kujiunga na movement ya Alliance Fleuve Congo au magaidi wa M23. Kila kukicha watu wanalala, wakiamka unasikia kiongozi fulani amejiunga, ukiamka unasikia kiongozi fulani amejiunga na magaidi fulani. Unafikiri amani itapatikana vipi? Amani ni jambo la kwanza, nchi ya Kongo iwe na jeshi kamili ambalo wakati kuna kuja tatizo litakuwa tayari kuripost na kuweza kushambulia adui na kuweza kumweka nje ya nchi kulingana na sheria ya kijeshi ambayo inasema amepewa hiyo silaha na sare ambayo anayo ni kwa ajili ya kuweza kutetea nchi mzima na mali yake. Hiyo ni jambo la kwanza. Cha pili, wafanya siasa ambao wako katika Jamhuri ya Kongo wanapokuwa katika madaraka na katika upinzani, wajua wako pale ni kwa ajili ya kuweza kutetea masuala au maslahi ya raia. Lakini tofauti ya hilo, wale wako kwenye government, wapinzani na askari wakiwa watu ambao wako na kauli mbili, yani hawaeleweki, amani haitopatikana katika Kongo. Yani kila mwananchi, wale wenye kuwa kwenye siasa, wapinzani wakae pamoja, wajue ya kwamba wanaokufa ni Wakongomani, inaoshambuliwa ni taifa ya Kongo. Hatuna nyingine tofauti ya hii, na tunapoiachilia na kuacha adui aweze kunyang'anya nchi yetu, hatutopata na nyingine. Lakini tukiendelea kukaa upande wa wao waasi na magaidi, tujue ya kwamba nchi yetu tutainyang'anywa na tutaendelea kuasirika kila uchao. Kwa hiyo kila mwananchi ajue swala la Kongo ni lake na ana wajibu wa kuweza kufanya lolote lile ambalo linawezekana ili amani ipatikane katika Jamhuri ya Kidemokrasia. Na asante sana ndugu mtazamaji, na ni hapa tutakuwa tumekwenda kumaliza uchambuzi huu kuhusiana na masuala ya amani mashariki mwa nchi ya Kongo. Labda nikwende na kumbusha raia kwamba kuna moja kati ya habari ambazo zimekuja hivi ghafla ni kwamba mwananchi ambaye anaitwa kwa jina la Marcel Malanga Malu ambaye aliwahi kuhukumiwa kifo, ilikuwa ni tarehe 27 za Januari mwaka 2025, alikwenda kuhukumiwa kifo kulingana na majaribio ya mapinduzi katika nchi ya DRC, ambaye alitaka kwenda kuipindua nchi katika mwaka wa 2024. Lakini vile mapinduzi yake yalikwenda kupitika, alitaka kujaribu mapinduzi yake mnamo tarehe 19 za mwezi wa 5 mwaka 2024. Lakini hatimaye baada ya kwenda kuhukumiwa kifo hizi siku 2-3 tuseme hiyo jana, alikwenda kupewa neema na rais wa nchi ya DRC. Ina maana rais alikwenda kuwasamea wote wale ambao walikuwa pamoja na Marcel Malanga Malu katika mapinduzi ya mwaka jana. Hivyo alikwenda kuhurumiwa na alikwenda kupewa neema kabisa, tuseme ni neema ya uraisi ambayo alikwenda kukabidhiwa. Hivyo atakuwa uhuru kulingana na vyombo vya habari na magazeti yaliyo mengi katika mji wa Kinshasa. Ni hapa tutakuwa tumekwenda kumaliza uchambuzi wetu kuhusiana na hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo na mikataba ambayo kila mara inasainiwa na magaidi wa M23. Ndugu yangu Bile Suku Honore, neno lako la mwisho na kwenda kujitambulisha raia wa kwenda kufahamu kwa mara nyingine. Nashukuru sana
na kupata mwanya huo wa kuweza kuongea kuhusu kipindi hiki. Na ambia ndugu zangu wa raia wa Kongo ambao wananifuata ya kwamba amani ni jambo nzuri. Amani kwa kuipata inaomba sana, kwa kuipoteza ni jambo la rahisi. Tunapoomba ni kuweza kuungamana sote pamoja, tuombe, tujiweke kila ambaye anajiita yuko kwenye serikali, ambaye anaita ni mzalendo au mwananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye upinzani, tujiweke pamoja ili tuweze kutafuta amani ya uhakika na kujua ya kwamba nchi hii ni yetu. Na wakati tumeipoteza hatutapata taifa lingine. Asante sana mtazamaji, bonyeza hapo chini kwenye comment utuambie unatufuata wapi na unaitwa nani, kutoka nchi gani. Hii ni Tukutane TV. Kwaheri.